pochi mwanadada, hauna ishu yoyote kubwa. Utaweka simu, funguo na kila kitu, utafunga utaondoka. Unaweza kufika mbele kama mama ukapata dharura ya kufanya shughuli nyingine za manunuzi, utaigeuza pochi hii kuwa mfuko. Vile vitu vya mwanzo utaweka hapa, utakavyofanyia shughuli nyingine unaweza kununua ukajaza hapa. Hii inaitwa wallet. Vile vile kwa kina baba hatujawaacha, tumekuja na nakala yao vizuri, wallet isiyokuwa na mambo mengi, yani wallet nyepesi kabisa ambao unaweza ukaweka ukafanyia kazi zako. Hiki kitu ni kidogo kwa macho lakini kinaingia zaidi ya milioni 3 ambao utaweka pesa yako kwa matunzo vizuri na utakuta imejifunga vizuri pesa yako kwa ajili ya kuweka kazi yako vizuri. Karibuni sana. Hongera sana mwalimu, mwenyekiti. Naona una mikoba hiyo ya kina mama. Huo mkoba umeniacha hoi. Kutengeneza unachukua siku ngapi kwanza? Kutengeneza kitu hiki kwanza inahitaji kwanza utulivu, kwa sababu ni kitu cha ubunifu. Tunaitengeneza katika kitenge hichi kimoja, unaweza kutoa mifuko miwili, ambapo unaanza kwa kuandaa mfuko wa kawaida. Utatengeneza kama pochi ya kawaida, lakini mbele ya hapo utatengeneza kitu kama hichi ambacho ndicho wallet yenyewe. Na hii unatumia ndani ya siku moja, unaweza kutengeneza mifuko 3 kwa siku moja. Hiyo 3 unamaanisha nini kwanza? Yaani inakuwa ni 3 kwa mwenye uzoefu, lakini ambaye ni mwanafunzi tunaenda naye polepole. Kwanza tutamfundisha jinsi ya kukata, maandalizi. Baada ya kufundisha maandalizi ya kukata, ndipo ataingia kwenye mashine na kufundishwa jinsi ya kushona. Kwa mwanafunzi inaweza ikamgharimu ndani ya wiki moja na akawa ameshafahamu vizuri. Changamoto ni nyingi. Unakuta mwingine mnaingia ubia kwamba naishaki kujifunza kitu hiki kwa malipo ya kiasi kadhaa. Utamfundisha na pale anapoelewa basi anapotea. Hata kile ambacho mko mkubaliana anakuwa kupata. Changamoto ya pili pia sisi kwa sisi wajasiriamali ambao ndio sasa tunaanza kutafuta fursa. Bado fursa kwetu ni chache. Tunatafuta wadau, makampuni mbalimbali, foundation mbalimbali ili sisi tufanye nao kazi. Hata kwa kujitangaza, kujitolea ili angalau Tanzania ifahamike kwamba kuna wajasiriamali wako kata ya Majoe wana uwezo wa kufanya shughuli ya aina yoyote kwa kutumia mikono yao wenyewe. Maana hata kwenye Biblia inasema mikono ifanyayo kazi ndio itakayobarikiwa, na sisi tumefanya kwa kujitolea. Sisi kama sisi tuko tayari. Tunamshukuru Mama Samia, mwaka jana ametupa kibali, tumekwenda Sudani, tunashiriki na sisi maonyesho, hata sisi tumeweza kwenda kutangaza kazi. Masoko yetu hasa sisi wajasiriamali wa Majoe, Moto kata ya Majoe, tunategemea sana Sabasaba, maonyesho ya Nane Nane, maonyesho ya madini Geita. Tunatengeneza wenyewe pia. Tuna batiki za kawaida ambazo tunatengeneza sisi wenyewe, za kugonga. Tunanunua frame batiki. Baada ya hapo tunagonga kutumia vibao vya maua, tunachanganya rangi. Na pia tuna vijora, tunanunua vijora kama kawaida, tunachanganya rangi, tunauza kwa bei nafuu kabisa. Vijora laini ambazo kipindi cha joto, kipindi cha baridi, mwanamama wa Dar es Salaam anaweza kuvaa kwa zaidi. Vijora pambe, mwanamke pambe. Au sio? Kweli kabisa ndugu mtangazaji. Mtazamaji, tutapita kwenye banda hili. Naona pia mna midoli. Tuna midoli, tuna handbag. Pale yuko mhusika mkuu anaitwa Dada Neema, ataenda kuelezea vinapatikana vipi. Tunahamia meza nyingine. Ambayo imetengenezwa kwa plastiki na kitenge kama unavyoiona. Pochi maridadi ambayo unaweza kwenda nayo ofisi au ukaenda nayo safari ndogo ndogo. Pochi hii inakuja na mfuko wake wa ndani. Kwa hiyo unapotumia pochi hii, kwa sababu ni transparent, unatumia tunaweka na mfuko wa ndani. Halafu pia tuna kofia Msimu wa jua kama hivi, mambo yanakuwa safi kabisa.
Naona lakini pia una midoli wanawake na watoto midoli, lakini hata wababa. Hebu muonyeshe kidogo. Tuna midoli pia kwa ajili ya watoto ya kuchezea, kazi ya mkono, kila kitu kuanzia kushona, kutengeneza mdoli mwenyewe, yote kazi ya mkono. Naona umemwekea na nywele kabisa. Umeweka na nywele kwa sababu watoto wanapocheza wanakuwa na furaha na kupata hisia kama ni mtu halisi, mfano wa mtu. Naona ana macho kabisa. Hebu yaguse macho yake kule kwa macho. Ana gauni lake kafunga mkanda, ana nywele zake. Na bei yake inakuwaje wewe mdoli? Huyu mdoli wetu tunauza shilingi 15,000. Wanawake tunaweza, lazima tupambane. Na ili kuweza kupata kipato. Naona una vikoi vya rangi nyeusi na nyeupe. Kwa nini umeamua kuweka hivi? Niliamua kufanya hivi baada ya kuona wanawake wanapenda kushona. Sasa wanapoenda makanisani, wanapoenda makongamano yoyote, wanapenda kushona. Unaweza kanipata maneno Sindalelini, unaweza kanipata pia Magomeni kanisani. Karibuni sana wanawake mko mashamba. Kama mnavyoona hivi kikoi hivyo kizuri sana, kinapendeza sana. Na mtoto mwingine akikishika hivi hawezi kukielewa, lakini pale utakapokifua ndipo unaelewa shayini yake kama Naona hata wewe umekivaa kizuri sana. kinapendeza sana, hasa kwa nguo nyeupe na nyeupe ukajitupia hiki kikoi, nyeusi ukajitupia hiki kikoi kama unavyoona shayini. Kinapendeza sana. Nilikuwa natengeneza cheni na jina nililopewa na wazazi wangu bila kutambua, naitwa Mwajuma Somali Kalebo, ni mjasiriamali wa jiji la Ilala, kutokea kijiji cha Majoe kwanza, na nikiwa na mwalimu wetu pale pambe tu endeni kama hizi hapa kwa mama kapambe. Pia natengeneza cheni kama hizo hapo, au sio, na kazi na mashati pia kama haya ya kina baba na kutini ya asili kabisa, ni kwa stitch kama hivi, kama ni koi na printi mwenyewe kama hivi. Mama tuko pambe, hatujabaki nyuma bado. Karibuni katika kongamano la vijana katika mbio za mwenge mwaka 2025 katika mwenye laptop yake usisubiri kuhadithiwa, njoo Majoge ujipatie. na kuweza kupata mawili matatu. Itakuwa siku nzuri sana, tuna wazungumzaji mashuhuri sana, hivyo basi vijana usikae nyuma, tuweze kusogea. Naona vijana wameanza kufika, tuanze kusogea katika banda hili upande wa huku karibia na jukwaa kuu. Vijana karibuni sana.